siku ya tarehe 29 mwezi wa 10, na jambo hilo ni kuhakikisha sio tunakurudisha madarakani, tunakurudisha madarakani kwa heshima, tunakurudisha madarakani kwa kishindo kikubwa. Ndugu mgombea, tunazo sababu za msingi za kufanya hayo. Sisi watu wa Muheza ni watu waungwana, tunaopenda sana kupendwa na kupatilizwa, na hakuna wakati wowote katika historia ya Muheza ambayo tumependwa na kupatilizwa kama kipindi cha miaka mitano hii ya urais wako, ndugu mgombea. Nayo miradi ambayo naweza kutumia nusu siku hapa kuitaja ya jinsi ilivyorahisisha maisha ya wanamuheza, lakini kwa muda ambao nimepewa naomba nitaje michache na kwa ufupi sana. Kwenye upande wa elimu, mheshimiwa mgombea, wakati unaingia madarakani, wilaya ya Muheza yenye kata 37 ilikuwa na kata 13 ambazo hazina shule za sekondari. Hivi tunavyoongea kata 11 zimepata sekondari na ni fedha ulizotoa wewe. Tumebakisha kata 2 ambazo nazo ziko kwenye mipango yetu ya bajeti, na naamini mwaka huu wa fedha hautakwisha kabla kata hizo hazijaanza kujengewa shule zao za sekondari. Katika kipindi hiki cha miaka mitano ya uongozi wako wa nchi hii, Mheshimiwa Rais, umeweza kutuletea fedha kwa ajili ya kujenga kiasi cha madarasa 364 katika kipindi cha miaka mitano, yakiwemo madarasa ya shule za sekondari na madarasa ya shule za msingi. Lakini hata hivyo umetuletea fedha kwa ajili ya mabwalo, umetuletea fedha kwa ajili ya mabweni, matundu ya vyoo, nyumba za walimu na miundombinu mingine ya elimu. Kwenye upande wa afya, ndugu mgombea, hapa ndio ambapo umeupiga mwingi kweli kweli. Sisi Muheza kihistoria hatukuwahi kuwa na hospitali ya wilaya kabla wewe hujaweka juhudi zako. Ulianzisha harambee wakati ule ukiwa makamu wa rais, tukapata fedha za kwanza za kuanza kujenga hospitali yetu ya wilaya, lakini katika kipindi cha miaka 4.5 mitano hii ambayo umekuwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, hospitali ile ya wilaya imepata jumla ya shilingi bilioni 3.9 ambayo imetuwezesha kujenga majengo 15 na hivi tunavyoongea inatoa huduma. Si ajabu kwamba hospitali ile tumeipa jina lako, hospitali ya Mama Samia, kwa sababu ya kushukuru mchango wako uliotuwezesha wana Muheza kuwa na hospitali yetu ya wilaya. Lakini kwenye afya hukuishia hapo, ulitupa fedha. Wilaya hii wakati unaingia madarakani, Mheshimiwa Rais, ilikuwa na kituo kimoja cha afya, na wilaya ilikuwa imeanza toka mwaka 74. Wakati wao unaingia madarakani ilikuwa na miaka 47 na kituo kimoja cha afya. Katika miaka mitano hii ya uongozi wako, Mheshimiwa mgombea, umeweza kutuletea fedha kwa ajili ya ujenzi wa vituo 3 vya afya, na sasa hivi kila tarafa hapa Muheza katika tarafa zetu 4 inakwenda kuwa na kituo cha afya. Tutakuwa na kituo cha afya cha Misalai kinachojengwa Amani kwa ajili ya tarafa ya Amani. Kituo cha afya cha Kwafungo kimekaribia kumalizika na hivi tunavyoongea kimeanza kutoa huduma kwa ajili ya tarafa ya Bwembwera, lakini na kituo cha afya cha Misozwe kwa ajili ya tarafa ya Ngomeni. Mama Samia oye! Hukuishia hapo, umetuletea fedha tukajenga zahanati 5 kwenye kata tofauti, zahanati 5 mpya, lakini umetuletea fedha kwa ajili ya kukamilisha zahanati 7 ambazo zilikuwa zimeanza kujengwa lakini hazikuwa zimekwisha. Kwenye upande wa afya, Mheshimiwa Rais, umefanya mengi makubwa ya kukumbukwa sana milele hapa Muheza, na asante sana kwa jambo hili. Kwenye nishati ya umeme, huduma ya umeme, Mheshimiwa Rais, wakati unaingia kama Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mwaka 2021, vitongoji 210 peke yake kati ya vitongoji vya Kitanesco 512 vilivyoko Muheza vilikuwa na umeme. Hivi tunavyoongea vimebaki vitongoji 45 na vingi kati ya hivyo vimeshafanywa survey. Naamini mpaka mwisho wa mwaka huu wa fedha vitongoji hivi navyo vitakuwa vimepata huduma ya umeme. Mama Samia oye! Mama Samia oye! Lakini hivi karibuni, Mheshimiwa Rais, ulielekeza pia tufanye utaratibu wa kuhakikisha umeme unaacha katika ovyo Muheza kwa kutubadilishia. Tusiwe tunachukua umeme kwenye chanzo cha Hale peke yake, bali kutokea Mkinga na Tanga mjini. Na hivi ninavyokuambia TANESCO ameshaianza kazi hiyo na kadhia ya katika kwa umeme Muheza inakwenda kufikia ukingoni hivi karibuni. Asante sana Mheshimiwa Rais. Lakini hali kadhalika kubwa zaidi ni kwenye upande wa maji. Wakati mimi naingia kama mtumishi wa watu wa Muheza kwenye nafasi ya ubunge, na wewe unaingia kama Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambayo Muheza iko katikati yake, ni kwamba hali ya upatikanaji wa maji Muheza ilikuwa 41%. Hivi tunavyoongea, baada ya miradi mbalimbali yenye thamani ya takriban shilingi bilioni 14
kufanyika katika kipindi cha uongozi wako. Hivi sasa hali ya upatikanaji wa maji vijijini ni 72% na mjini hapa ni 86%. Tunakushukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kuelekeza utiwe saini mkataba wa miji 28 wa mradi wa miji 28 ambao kwa Muheza unakwenda kugusa kata 17 kati ya kata 37. Mradi huu ambao umefikia 72% kwenye utekelezaji wake hapa Muheza, ambapo tunapata jumla shilingi bilioni 40, utakapokamilika hali ya upatikanaji wa maji vijijini itakuwa 86% na mjini itakuwa 100%. Tunakushukuru Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kwa dhamira yako ya dhati ya kuhakikisha shida ya maji inakwenda kuwa historia hapa Muheza. Kama ambavyo nimesema Mheshimiwa Rais, yapo mambo mengi sana ambayo umeyafanya kulinganisha na muda ambao nilipewa. Lakini mimi nilete maombi kadhaa ya wanamuheza, na nikiondoka hapa bila kuyasema pengine nitanuniwa huku, japokuwa kura zako hazitaweza kuharibika hata kidogo hapa Muheza. Jambo la kwanza, Mheshimiwa Rais, tunaomba miradi ambayo imeshaanza, ambayo umeianzisha wewe kwa ridhaa na maelekezo yako Mheshimiwa Rais, itiliwe nguvu na ihakikishwe inakamilika. Mfano ni barabara ya Amani ambayo wakati wewe unaingia ilikuwa imejengwa kilomita 4 na hata mkandarasi alikuwa hajalipwa hata senti moja, lakini katika kipindi chako umeelekeza kilomita 9 zimejengwa na tuna ahadi ya kilomita 4 zaidi ambayo inafanya jumla iwe kilomita 17 kati ya kilomita 38 ambazo zitakamilisha barabara hii ya Muheza Amani. Tunaomba nguvu ya serikali iongezeke, mkandarasi aongezewe nguvu ili ahakikishe ya kwamba anaikamilisha barabara ile ambayo ni kero kubwa. Lakini hali kadhalika sisi ni wakulima, na wakulima bidhaa yetu kubwa, kilimo chetu kikubwa ni kilimo cha machungwa Mheshimiwa Rais. Hivi tunavyosema, moja ya mambo ambayo yanatupa wakati mgumu ni kwamba matunda matatu kati ya kila matunda matatu yanayovunwa tunda moja linaharibika, chungwa moja linaharibika, ambayo ni 33%. Hivi tunapata post harvest loss kwa kiwango kikubwa, na lengo letu ni tuwe na soko la kitaifa la machungwa hapa, ikiwezekana uwekezaji wa kufanya kiwanda kwa ajili ya kuchakata machungwa yetu ili wakulima waweze kunufaika na machungwa yao yalete tija zaidi ya ilivyo sasa hivi. Lakini la mwisho, kwa mustakabali wa muda Mheshimiwa Rais, moja ya mambo ambayo mimi binafsi naamini yanachangamsha maeneo, yanachangamsha sehemu nyingi, lakini yanachangamsha pamoja na hayo uchumi wa sehemu hizo ni kuwa na taasisi za elimu ya juu, vyuo vikuu. Sisi wilaya ya Muheza tungeomba katika kipindi cha miaka 5 inayofuata baada ya kukurudisha kwa heshima, moja ambalo tunaliomba kutoka kwako ulifikirie ni kutupatia Muheza taasisi za elimu ya juu. Kwa bahati nzuri pale Amani, kwenye kata ya Amani na tarafa ya Amani, tulikuwa na kituo cha utafiti ambacho kiko chini ya NIMR, kilijengwa na mkoloni Mjerumani toka mwaka 1890 mpaka 1902, na kituo kile kimefanya mambo mengi kuhusu utafiti wa tiba. Tunaomba kituo hiki bado kina nyumba 120 ambazo ni nyumba za kuishi, lakini kina majengo ya utawala, kina maabara, kina maktaba. Tungeomba serikali iweke fedha na kukigeuza eneo lile kuwa chuo kikuu kwa ajili ya utafiti wa tiba za afya. Mheshimiwa Rais, mimi binafsi mbele ya wana Muheza wenzangu, wapiga kura wenzangu wa Muheza, nikushukuru mimi binafsi kwa nafasi kubwa ambayo umenipa ya kuwa msaidizi wako kwenye sekta za habari, utamaduni na michezo. Sijapata maneno ya karibu bado ya kushukuru. Mimi mtoto niliyezaliwa hapa Muheza na nikasoma nikienda mpaka bila viatu shule ya msingi Mdote, ya kuweza kuingia kwenye vikao vya baraza la mawaziri. Mheshimiwa Rais, hili siwezi kulilipa kwenye maisha yangu yote, na nakuahidi kwamba mimi na wana Muheza wenzangu tunakushukuru. Jambo hili hatukuwahi kuliona, na tuhakuhakikishie tarehe 29 ya mwezi wa 10 tunakwenda kufanya maajabu kwa kuongoza mkoa na taifa hili kwa kukupa kura nyingi kiasilimia, ili uendelee kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Rais, naomba nichukue fursa hii kuwaomba wana Muheza wenzangu, jamani, tarehe 29 ya mwezi wa 10 kuna jambo letu. Mkikaa hivi mkaliangalia, mnaona kama Chama cha Mapinduzi kimeshashinda huu uchaguzi,
Ni kweli Chama cha Mapinduzi kinashinda huu uchaguzi, lakini hakitaki kushinda bila kura zenu wana Muheza. Yoyote aliyejiandikisha kuwa mpiga kura halali ahakikishe tarehe 29 ya mwezi wa 10 ikifika saa 10 jioni kidole chake kina alama nyeusi, ikiwa ni ishara ya kwamba ametumia haki yake ya kikatiba kupiga kura, na sio kupiga kura kwa wagombea wa Chama cha Mapinduzi kwenye nafasi ya urais. Na waomba wana Muheza wenzangu kwa heshima kubwa aliyotupa kwa kutupatiliza kuliko wakati wowote kwenye historia ya Muheza, tumpigie kura Daktari Samia Suluhu Hassan. Nione kura za Rais Samia, nione kura za Rais Samia. Asanteni sana. Kwenye nafasi ya ubunge nimesimama tena mbele yenu, mtumishi wenu, mtoto wenu, mwana wa Hanuhanu, mwana wa Hadahada, Mwana FA Hamisi Mwinjuma, na jina langu litaandikwa hivyo hivyo, Mwana FA Hamisi Mwinjuma. Naomba kura zenu niendelee kuwa mtumishi wenu kwenye nafasi ya ubunge. Nione kura za Mwana FA. Asante, asante. Lakini kwenye nafasi za udiwani, kutegemea na kata uliotoka, jambo moja ninaloliomba ni mpigie kura wagombea watokanao na Chama cha Mapinduzi. Kwa hisani yenu na waomba msituchanganyie betri na magunzi. Ukiwa na tochi moja ambayo inatumia betri 3, huwezi kuweka mabetri mawili na nafasi ya 3 ukaweka gunzi, haitawaka. Mpige kura kwa rais, mpige kura kwa mbunge na mpige kura kwa diwani, wote watokanao na Chama cha Mapinduzi. Nione kura za CCM. Asanteni sana. CCM oye! Hebu nyoosha mikono kwa kura za Chama cha Mapinduzi na Dr. Samia mpaka kule juu. Punga mikono namna hii. CCM oye! Sasa huyu si ni msanii? Awaimbie vesi moja, uongo kweli? Wangapi mnasema acha? Sina viatu, wenzangu hawana miguu, hawalalamiki, wanamshukuru wale juu. Siwezi nikamletea makuu, maombi ya kibraza tu, mbwembwe za kuomba magari na wochi. Kama kipande cha kwanza cha mbao kwenye safina, mimi kitu cha Mungu nafanya alichonituma. Kanipa ubongo na misuli na roho ya kitajiri. Sina kitu ila sina roho mbaya, so naishi vizuri. Fukara naishukuru, wa utajiri nsiye kufuru. Najua bata, najua haso, mimi njiwa na kunguru. Kuna vingi vya kumwomba Mungu kabla hujamuomba utajiri. Naishi kwa mapenzi yake, hakuna kitu naona hatari. Unapata ulichoandikiwa, Mungu akupi kama taki. Hata ukipora itapotea, mradi yatimie maandishi. Mimi ndo Vito Corleone, vitu vinaisha my way. Nife nikiwa muumini na everything wambiaire. Weka mikono juu kwa Mwana FA. CCM oye! Nimwambie kitu, njoo mheshimiwa. Bora ukajua na kukubali kama ukweli, na kuomba utadhani dua wepeda mi baiskeli. Kuwa wako ndo kitu nachokitaka, ni washo utadhani chako wepisi, mimi ndo rasta. Na kupenda kama ugali na Mswahili, nataka tuwe pamoja kama uchoyo na mbahili. We ni kama mixer nami ndo kama demo, we ni kama jangwa ni ruhusu niwe kemo. Upo na K, nani anakutaka ubaya? We ni kama maji, njoo kwangu uwe playa. Hakuna tabu Muheza mnabeza, mwanzo nilikuwa bubu, sasa kuongea naweza. CCM oye! Tunashukuru. Naomba nimkaribishe Katibu Mkuu wa Chama cha Mapinduzi, Mheshimiwa Balozi Daktari Asha Rose Migiro. CCM oye! Weka bendera juu na mikono juu namna hii. Asha Rose Migiro, ndugu mwenyekiti wa CCM mkoa wa Tanga, Ustadh Rajab, waratibu wetu wa kampeni kanda ya Pwani, viongozi wa CCM pamoja na jumuiya zake mliopo nasi hapa, kamati za siasa mkoa na wilaya, mbunge wetu wa mgombea wetu wa ubunge wa jimbo la Muheza, Mwana FA ndugu Hamisi Mwinjuma, pamoja na wagombea udiwani wa wilaya hii ya Muheza, waheshimiwa viongozi wa dini, wazee wetu wa Muheza, ndugu wana Muheza, wana CCM, waandishi wa habari na ndugu wananchi. Muheza oye! Ongamshi mwana vihi. Aya, asanteni sana. Muheza oye! Kwanza ni shukrani zangu kwa Mungu kwa baraka alizotujalia
kukutana tena Muheza kipindi hiki. Nimeshakuja Muheza mara nyingi kikazi, lakini leo nimekuja kivingine. Nimekuja kukiombea kura Chama cha Mapinduzi. Kabla kufika huko, niwashukuru wana Muheza kwa kujitokeza kwa wingi hivi. Ratiba yangu leo hapa inaitwa kusimama tu kwenye gari, lakini huu ni mkutano kamili ninavyouona. Muheza oye! Na haya mwana Muheza, ni imani kwa chama chenu, Chama cha Mapinduzi. Na nikitizama kwa juu hivi naona Muheza ya kijani naiona hapa. Lakini hata nikitizama kushoto kwangu ni Muheza ya kijani naiona kule. Muheza oye! Sasa balozi alipokuja hapa, balozi Adadi akanambia kinyumbani, karibu kukaya, na mimi nimeshakaribia ndani ya kaya. Asanteni sana. Ndugu zangu, nimshukuru kwanza sana balozi Adadi. Mimi naye tulizungumza kuna kitambo, na tulilolizungumza amelitimiza. Balozi, saluti na kushukuru. Asante sana, asante sana. Kwa hiyo wana Muheza, namshukuru balozi Adadi kwa kuhimiza mshikamano ndani ya wilaya hii. Namshukuru sana. Na namuomba endelee kulisimamia hilo, mshikamano ndani ya Muheza. Na ninakwenda kumpa kiwango cha kura ninazozitaka ndani ya Muheza. Akishuka chini ya hapo, mimi na yeye. Akipanda juu ya hapo, ni mimi na yeye. Balozi Adadi oye! Asanteni sana. Ndugu zangu, wakati nakuja Muheza nimetokea Pangani. Nimekuja na barabara ya Pangani Muheza au Muheza Pangani. Nimeiona hali yake. Nimeiona hali yake. Ni barabara ya kilomita 45. Sasa nimekuta vijilami hapa karibu kuingia huko. Sasa niachieni nikaifanyie kazi. Lakini vile vile, asante vijana, asante. Vile vile kama alivyosema mgombea ubunge, kuna barabara ya Muheza Amani ambayo tumeianza kama kilomita 10 hivi, na ni barabara ya kilomita 40. Nasema na hii niachieni nikaifanyieni kazi. Kwa upande mwingine, ombi la mheshimiwa mgombea ubunge ni kuongeza thamani kwenye mazao tunayoyalima huku ili tupate soko zuri sana. Sasa niseme, baada ya kufanya ile kazi kubwa ya kuleta umeme ndani ya Muheza na kuhakikisha kwamba umeme haukatiki, tukimaliza hiyo kazi, tuna jukumu la kuweka kongani za viwanda kila wilaya. Na kwa Muheza hapa tutakuja na viwanda vya kuongeza na kuongeza thamani, kusindika matunda, lakini pia mazao ya viungo. Ndiyo mazao ambayo tunaona Muheza yanalimwa kwa wingi. Lakini jengine ni kufufua vile viwanda vya chai kule, vile vina mpango wake mwingine, tunakwenda kuvifufua. Ndugu zangu, baada ya kusema hayo, niwahakikishie kwamba masuala ya afya, elimu, maji na umeme bado tunakwenda nayo mpaka tuhakikishe kila mtoto wa Muheza, kila mtoto si Muheza tu, wa Tanzania anakwenda shule kuanzia la kwanza mpaka chuo. Tunakwenda nayo mpaka tuhakikishe kila Mtanzania ana huduma ya afya, na sio tu huduma ya afya, huduma bora ya afya kuanzia pale kijijini hadi rufaa. Lakini vile vile nia yetu ni kuona kila Mtanzania yuko karibu na maji safi na maji salama. Nia yetu ni kuona pia umeme unamwangaza kila Mtanzania, na Mtanzania anatumia umeme ule nyumbani kazi
lakini usalama wa maeneo yetu. Oye! Hiyo ndiyo, pamoja na kuhakikisha tunakuza kilimo biashara na ufugaji wa kibiashara. Kwa hiyo hayo ndio tunayojipanga nayo, ndugu zangu. Langu mimi leo hapa, kama nilivyosema, nimekuja kwa kuomba kura. Sasa nitamkabidhi ilani mbunge wa jimbo lenu, madiwani wana ilani zao mikononi, na baada ya hapo mimi na wao tutaomba kura. Ayaya mama. Aya vijana, hello. Hapo hapo siondoke. Si tunaomba kura? Wana Muheza oye! CCM oye! Kazi na utu. Sasa mimi mwenyewe, wana Muheza, angalieni mbele, wala wasionijua, ni mimi hapa. Aya, ni mimi hapa. Naitwa Samia Suluhu Hassan. Asiyeniona kwa karibu angalie picha yangu. Ni mgombea wa kiti cha urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini pia niko na Mwana-FA Hamis Mwinjuma, aliyekuwa mbunge wenu na anaomba kuwa mbunge wenu. Lakini niko na madiwani wa kata zote za wilaya hii. Nimekabidhi ilani kitendea kazi kwa mbunge wenu. Lakini madiwani wana ilani ndogo ndogo. Hizo ni ilani za mkoa wa Tanga. Ni hizo ndogo ndogo. Kitaka kujua Muheza tutafanya nini, nenda kwenye hiyo ilani ndogo. Utaona yaliyofanywa, yaliyokuwa yanakwenda kumalizwa na mapya yatakayofanywa. Sawa ndugu zangu? Sasa ili tukazifanye hizo kazi, tumekuja mbele yenu Chama cha Mapinduzi. Tunasema kazi na utu, tunasonga mbele. Tarehe 29 Mwenyezi Mungu atuamshe salama na furaha. Wote kwa pamoja, nasema wote kwa pamoja. Na slogani yetu, kauli mbiu yetu, twende kwa pamoja. Kama ni balozi wa nyumba 10, kama ni mkuu wa eneo hilo, ukiamka asubuhi amsha na wenzio, nendeni kwa pamoja. Wale wote walioandikishwa kwenye daftari la kupiga kura, wote twende kwa pamoja tukapige kura. Tukakichague Chama cha Mapinduzi. Tunaomba mtupe kazi ili tuheshimishe utu wa Mtanzania. Huduma za elimu, afya, umeme, maji, kilimo, chakula ni kuheshimisha na kukuza na kuutunza na kuimarisha utu wa Mtanzania. Na ndio maana tunasema kazi na utu, tunasonga mbele. Kwa hiyo tupeni kazi tukaulinde utu wa Mtanzania. Tarehe 29 mimi mwenyewe, mbunge na madiwani, tunaomba kura zenu. Tunaomba kura za Chama cha Mapinduzi. Nawashukuru sana. CCM oye! Muheza oye! Mungu awabariki na kidumu Chama cha Mapinduzi. Kidumu Chama cha Mapinduzi. Haya, kakipeni kura ili kiweze kudumu. CCM oye! Asanteni sana. Asante sana. Weka bendera juu na mikono juu tu. Wa bendera CCM oye!
CCM oye! Pangani oye! Tanga oye! Aya, nawashukuru sana ndugu katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi Balozi Dr. Sharos Migiro, wajumbe wa kamati kuu na wajumbe wa taifa mlioko hapa, waratibu kanda ya Pwani, CCM mkoa wa Tanga, kamati za siasa ngazi ya mkoa, mgombea wa ubunge jimbo la Pangani ndugu yetu Juma Aweso, wagombea wote wa CCM kwa waheshimiwa viongozi wetu wa dini na wazee wetu wa Pangani, vikundi vya burudani na vikundi vya hamasa, na habari, ndugu wana CCM na ndugu wananchi, wana Pangani, Pangani oye! Sasa wenye mabango Pangani na Pangani CCM oye! Na utu. Nawashukuru ndugu zangu wa Pangani, ingini kwa Mola wetu Muumba wetu jalia neema ya uhai na kukutana tena leo hapa Pangani mkoa wa Tanga, ikiwa ni kituo changu cha kwanza katika kuzungumza. Nawashukuru sana sana wana Pangani kwa mapokezi makubwa haya na bashasha hii ninayoiona uwanjani. Nimefurahi sana ndugu zangu, asanteni sana. Kwa kweli mmethibitisha kwamba Pangani ni jimbo la mchapakazi ndugu Aweso, lakini nimefika hapa nikajua pia mneki wote wanatoka. Kwa kwenu huu na furaha ninayoiona hapa inanionyesha kwamba wana Pangani mna mshikamano mkubwa sana, lakini pia ni wapenzi wa chama chenu, Chama cha Mapinduzi. Lakini inaonyesha pia kwamba mna imani na viongozi wenu ngazi ya taifa na ngazi ya jimbo hapa Pangani oye! Ndugu zangu wa Pangani, wabunge wenu, wagombea ubunge ndugu Husna, lakini na mgombea ubunge wa jimbo hili ndugu Aweso, wamesema mafanikio yaliyopatikana ndani ya Pangani na kwa kidogo ndani ya mkoa. Sasa mimi niwapongeze sana kwa maendeleo haya yaliyopatikana. Ni kweli nilivyoanza kuijua Pangani na Pangani ya leo ni vitu viwili tofauti. Kwa hiyo hongereni sana. Lakini niseme kwamba mwezi Februari mwaka huu nilikuja hapa Pangani kwa madhumuni ya kuweka jiwe la msingi la ujenzi wa daraja la mto Pangani, lakini vile vile na barabara nayotoka Bagamoyo kupita Saadani, Pangani hadi Tanga. Kwa muda mrefu wananchi wamekuwa wakisubiri barabara hii ambayo itakwenda kuondoshea adha ya kulazimika kuzunguka na kusafiri masafa marefu kwa kukosa muunganiko kati ya wilaya hizi mbili, Bagamoyo na huku Pangani. Barabara hii nataka niwaambie, na leo ndio nimekuja nayo, inaendelea vizuri na itaenda kufungua ukanda huu wa Pwani kiuchumi na kupunguza gharama za usafiri na usafirishaji. Sasa kwa wale ambao hawajapata fursa ya kuisoma ilani, naomba nigusie mambo machache madogo. La kwanza, tunapoanza na barabara hii ya Bagamoyo Pangani, kwa kipande cha Tanga Pangani kilomita 50, ujenzi umefikia 75%, nami nimeuona na nimeona kuna daraja pale linamalizwa kujengwa ili lami ianze kumwagwa.
Lakini pia kwa kipande cha Pangani Saadani Makurunge kilomita 95, ujenzi huu umefikia 50%, na daraja la mto Pangani nalo la mita 525 pamoja na barabara unganishi imefikia 62%. Ahadi yetu kwenu Wanapangani ni kuikamilisha barabara hii kikamilifu, na si muda mrefu tutaanza kufaidi matunda ya barabara hii. CCM oyee! Ndugu wananchi, niingie sasa kwenye swala la uvuvi, na mbali kule ukitupa jicho naona salamu za wavuvi wameniwekea pale. Lakini niseme kwenye uvuvi tuliwezesha upatikanaji wa boti 15 zinazokwenda mbali baharini kwa ajili ya shughuli za uvuvi wa dagaa na samaki. Ninakumbuka nilizindua pia mradi huu wenye thamani ya shilingi bilioni 1 na milioni 600 ambao utaongeza fursa za ajira kwa vijana wetu. Lakini sambamba na hilo, tumeanza ujenzi wa soko la samaki la kimataifa pale kata ya Kipumbwi. Mradi huu wa shilingi bilioni 1 na milioni 300 utakaokuwa na vifaa vya kukaushia dagaa pia ni muhimu katika kuongezea kipato wavuvi na kuchochea maendeleo ya wilaya yetu. Na nataka niseme hayo ni awamu yaliyopita, lakini awamu ijayo tutaendelea kuwashika mkono wavuvi na kuongeza kipato chao. Kwa upande wa wafugaji ambao mabango yao yako mbele hapa na wameeleza yale yote ambayo tumeyafanya, nataka niseme tutaendelea kugeuza sekta ya ufugaji kuwa sekta ya kisasa kabisa. Lakini kwa Pangani tumetoa ng'ombe wa maziwa wa 51, lakini kwa kitaifa ruzuku ya chanjo bure kwa kuku, lakini nusu bei kwa mifugo mingine ya chanjo. Na hii tumeifanya kupandisha thamani ya mifugo yetu. Tumehangaika kwa muda mrefu kutafuta soko la kimataifa. Tumepata masoko makubwa sana ya kimataifa. Tanzania sasa tunaweza kupeleka nyama, wanyama hai na mazao mengine ya mifugo. Tatizo letu ilikuwa hatukuwa na rekodi ya kimataifa kwamba afya za mifugo wetu ziko vizuri, na ndio maana tumetoa chanjo ya ruzuku, mifugo ichanjwe yote, ili turekebishe kosa lile na tuweze kutumia soko lile ambalo tumelipata. Na sasa niongee na wafugaji kwamba tuchanje mifugo, tufuate masharti yote ili lile soko tuweze kulitumia vizuri. Wafugaji mneemeke, taifa lineemeke. Kwa hiyo wafugaji, hongereni sana, na napokea shukrani na pongezi ambazo mmeniwekea mbele yangu hapa. Ndugu zangu, kwa upande wa kilimo, ahadi yetu ni kuendeleza programu yetu ya Jenga Kesho iliyo bora kwa ajili ya vijana, au jina jingine ni BBT. Na kwa hapa Pangani, vijana tusikilizane kidogo. Na washukuru kwa mhogo mzuri. Haya, tusikilizane, hongereni kwa mhogo mzuri. Kwa hapa Pangani tumefanya kazi ya kuweka vituo vya zana za kilimo kwanza, lakini tumesema tutafanya Jenga Kesho iliyo bora kwa upande wa kilimo kwa vijana awamu kwa awamu katika maeneo mbalimbali nchini. Lakini kwa hapa Pangani tutaanza na maeneo ya Mseko, Kipumbwi na Kiguru Simba. Huko ndiko tutaweka miradi hii ya Jenga Kesho iliyo bora, ambako maeneo tayari yameshatengwa. Sasa tuombe maeneo mengine kama wilaya nyingine, kama mna maeneo mtenge, ili serikali ije kufanya hiyo kazi. Kwa upande mwingine niingie upande wa madini, ambako tuliendelea kutoa kipaumbele kwa wachimbaji wadogo katika utoaji wa leseni, hususan kwenye kata za Ilozo, Kimang'a, Kipumbwi, Mikunguni, Mwera, Tungamaa na Bweni. Huko kote tumeshughulika hasa na wachimbaji wadogo kwenye madini.
miaka 5 ijayo, pamoja na kuongeza utafiti wa maeneo ya madini, kwa sababu katika nchi yetu, nchi nzima ni 16% tu ya nchi ndiyo imefanyiwa utafiti kuhusu madini. Tunajipanga miaka 5 inayokuja tuongeze tena 18% mpaka 20% ya nchi yetu, tufanye utafiti madini gani yapo maeneo gani, ili vijana wetu wanufaike na uchimbaji mdogo mdogo na waongeze kipato cha kaya zao. Ndugu zangu, mbali na hayo, niseme kwamba zaidi ya shilingi milioni 642 zimetolewa kwa mikopo 10%, lakini kama alivyosema mteule wa ubunge Husna kwamba pamoja na hayo serikali imeona haja ya kuanzisha mfuko maalum kwa wafanya biashara wadogo wadogo wa aina zote, na tutaanza na bilioni 200, alafu tutaangalia mfuko unaendaje ili kutanua zaidi fursa za mikopo kwa wafanya biashara wadogo wadogo, makundi yote pamoja na wale wenye changamoto za ulemavu. Lakini jengine, kwenye umeme, wagombea ubunge wameyasema vizuri sana. Tunaendelea kukamilisha kwenye vitongoji, na katika miaka 5 ijayo uwepo wa umeme sio tu utaenda kupunguza matumizi ya nishati chafu, bali pia utaenda kwenye kongani ambazo tutaziweka katika wilaya zitakazo kuwepo katika kila thamani ya mazao upande wa wamesema kwenye afya ilikuwa wilaya ya Bagamoyo, jirani zenu, na kwa taarifa iliyotoka jana, kwa mwaka mzima huu kwa sababu ya kuboresha huduma za afya hakukuwa na kifo cha mwanamke au mama wakati wa kujifungua. Mwaka mzima hakuna Bagamoyo, hakuna Chalinze, mambo ni mazuri. Kwa hiyo ile zawadi tuliopewa Tanzania haikuwa ya kupamba, ni zawadi ya kweli. Kwa upande wa afya tutaendelea kuzidisha huduma za afya au kuweka uwekezaji zaidi kwenye huduma za afya, vitendea kazi kwenye huduma za afya, vifaa tiba, uongezaji upatikanaji wa madawa, lakini pia nimeahidi kuongeza watumishi kwenye sekta hii. Kwa upande wa maji, kijana wetu amefanya kazi nzuri sana kwa Tanzania nzima, yeye na wizara yake na watu wake, na kama anavyosema mwenyewe, nilipompa dhamana hii nilimwambia ukinizingua tutazinguana. Nataka niwathibitishie Wanapangani na Wanatanga, kijana hakuzingua, na ndio maana kitaifa tumefika zaidi ya 85%, nadhani ni 81, 82 point kwenye miji yote kitaifa, na vijijini tuko zaidi ya 90% pia, na kwa vile vijiji vichache ambavyo havijapata maji, kazi inaendelea. Miaka 5 ijayo tunakwenda kumaliza kadhia ya upatikanaji wa maji safi na salama kote Tanzania. Kwa kijana hakuzingua, amefanya vizuri, na hapa Pangani kazi ni hiyo hiyo. Tutakwenda kumalizia maeneo yaliyobaki yaliyotajwa hapa, kazi ni hiyo hiyo. Kwa upande wa elimu wamesema kazi imefanywa vizuri. Ahadi yetu kwenu ni kuongeza miundombinu ya elimu, lakini pia kutoa zaidi vifaa vya kufundishia na vya kujifunzia, na tutaendelea na ile elimu bila malipo kuanzia darasa la chini hadi kidato cha 6. Lakini vile vile tunaendelea kutunisha mfuko wa vijana wetu wakimaliza kidato cha 6 kwenda masomo ya juu vyuoni. Ule mfuko wa mkopo tunaendelea nao. Pamoja na hayo, wamesema tumeweka VETA kila wilaya, na madhumuni ni kama walivyoyasema, tutaendelea. Kwa upande wa miundombinu ya barabara tumefanya makubwa, lakini bado kiu ya barabara ipo. Tutaendelea kuwapa nguvu TARURA na TANROADS waendelee kujenga barabara zetu,
lakini kwa umakhsusi hapa Pangani taboresha barabara ya Pangani Muheza kwa kiwango cha lami ili kuimarisha mawasiliano kati ya wilaya hizi mbili. Baada ya kusema hayo, nirudi kwenye maombi ya mgombea ubunge kwamba anahitaji usafiri wa boti utakaovusha wananchi kwenye pande alizozitaja, lakini pia bandari ya mifugo. Haya yote tunayachukua na tutakwenda kuyafanyia kazi. Ndugu zangu wa Pangani, nimesha kuja Pangani mara kadhaa kwa ajili ya kazi, lakini mara hii nimekuja kivingine. Nimekuja kuomba ridhaa yenu, nimekuja kuomba kura zenu ili Chama cha Mapinduzi kiendelee kuongoza nchi hii kwa miaka 5 ijayo, ili tuweze kuitumikia nchi na kuinua utu wa Mtanzania. Ndugu zangu, ombi langu kwenu, tarehe 29 mwezi huu tutoke wote, twende pamoja. Twende pamoja vituo vya kura tukapige kura. Ombi langu kwa mabalozi mliopo mikono juu hapa, mabalozi wa maeneo mbalimbali, ombi langu kwenu, usitoke peke, toka na nyumba zako, pamoja tukapige kura. Ombi langu vijana wa maeneo mbalimbali, muhakikishe watu wote wametoka na kwenda kupiga kura. Na kwa wale wasiojiweza, wagonjwa, kunakuwa na mpango maalumu vijana wa kuwawezesha kuwapeleka na kupiga kura. Hayo ndiyo maombi yangu. Sasa oye! Sasa ndugu zangu, niwaite madiwani na mheshimiwa mbunge au wabunge kwenye jukwaa hili ili tuwakabidhi ilani na kwa pamoja tuombe kura. Asanteni. Haya, madiwani tunaogombea na viti maalum tujipange tukiwa tumeshika ilani zetu. Wakati huo mgombea ubunge wa jimbo la Pangani na mgombea ubunge wa viti maalum wakikabidhiwa ilani za uchaguzi ya mwaka 2025 ulijaa kama hivi wakati ule. Nilikuwa namuuliza mwenyekiti wakati ule, na sasa nini zaidi? Anaambia sasa hivi zaidi. Tanga oye! Nimefurahi kurejea tena mkoani Tanga. Mara hii si ziara ya kikazi, lakini mara hii ni kuja kuomba ridhaa yenu tuendelee kuongoza serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini tumepata ujasiri wa kurudi tena kwenu baada ya kutekeleza kwa mafanikio makubwa ilani ya uchaguzi ya 2020. Hello again, everybody. I'm your host, Subimboya Arnold, and welcome to what promises to be 2025. Sote ni mashahidi, tunakotoka mambo tumeyaona, lakini wagombea ubunge na mwenyekiti wamesema hapa. Kwa hiyo ndugu zangu, hayo ndio yametupa ujasiri wa kuja kwenu kwamba tumeweza na tuna kila njia na mbinu ya kuweza tena. Kwa hiyo tumekuja kuomba kura kwenu. Lakini kabla kuomba kura, niruhusu niseme machache sana. Na machache ninayotaka kusema, kwanza niwapongeze Wanatanga. Niwapongeze kwa maendeleo, niwapongeze kwa mageuzi makubwa ninayoyaona Tanga kila nikija katika mkoa huu. Hongereni sana. Nilikuwa nianze na lile la bandari ya Tanga, lakini mgombea ubunge ndugu yangu Kasim Mbaraka amelisema vizuri sana na ametoa takwimu nzuri sana, matokeo ya uwekezaji mkubwa katika bandari ya Tanga. Sasa
mimi niendelee tu na yale mengine yanayoendana na uwekezaji katika bandari ya Tanga. Bandari ya Tanga inakwenda na maamuzi tuliyoyafanya ya kuwa Tanga ni bohari ya mafuta na gesi, na hilo litachangia kuzalisha ajira mpya nyingine 2,100 ndani ya Tanga. Hili linakwenda kunyanyua uchumi wa Wanatanga. Ndugu zangu, bali na mradi huu, kama mnavyojua, tuna mradi mingine ya kimkakati inayofungamana na bandari hii pia. Mojawapo ni mradi wa bomba la mafuta au mafuta ghafi toka Uganda Hoima na kuja hapa Chongoleani Tanga, mradi ambao umeshakamilika kwa 84% na umeleta manufaa mengi sana. Kwa mfano, tayari eneo la Chongoleani pekee watu 1,300 wameajiriwa kwenye mradi huu, na ndani ya wilaya ya Tanga watu 2,000 wameajiriwa kwenye mradi huu. Vile vile tutaanza utekelezaji wa mradi wa reli ya kuunganisha bandari ya Tanga kuelekea Arusha hadi Musoma, takriban kilomita 1,108, reli kutoka bandarini hadi huko. Reli hii itafungua maeneo ya viwanda na madini na hivyo kuzidi kuongeza fursa za ajira ndani ya mkoa wa Tanga. Pamoja nayo ni barabara ya Handeni Singida. Hii nayo tumeiunganisha na bandari kwa sababu watakaojenga bandari hii ni wenyewe shirika la bandari Tanzania kwa sababu ya urahisi wa kusafirisha mizigo yao. Kwa hiyo TANROADS na shirika la bandari watasaidiana kujenga bandari hii ya Handeni hadi Singida. CCM oye! Tanga oye! Wakati wa ziara yangu wakati ule niliweka jiwe la msingi la ujenzi wa mto Pangani, daraja la mto Pangani na barabara ya Bagamoyo Saadani Pangani hadi Tanga. Nataka kuambia nimetoka Pangani leo, nimeona maendeleo mazuri ya kazi hii. Kazi inaendelea vizuri. Ujenzi wa barabara Tanga Pangani kilomita 50 imefikia 75%. Ujenzi wa barabara ya Pangani Saadani Makurunge kilomita 95 imefikia 50%, na ujenzi wa daraja la mto Pangani la mita 525 na barabara unganishi imefikia 62%. Ahadi yetu Wanatanga ni kukamilisha miradi hii inayounganisha mikoa ya Tanga na Pwani na itakayochangia kubadilisha kabisa uchumi wa ukanda huu wa Pwani. Ninaambiwa barabara ile itapunguza masafa kwa kilomita 100 kwenda Bagamoyo na kuingia Dar es Salaam. Vile vile, ndugu zangu wa Tanga, tafanya upanuzi na ukarabati mkubwa katika barabara ya Dar es Salaam Chalinze Segera Arusha, na hizi ni kilomita 646. Tunakwenda kuzitanua kwa sababu ya msongamano uliozungumzwa hapa. Kwa hiyo iko ndani ya ilani na tunakwenda kuifanyia kazi. Mwelekeo wetu wa ujumla ni kuirejesha ile Tanga ya viwanda kama sehemu ya mkakati wa kitaifa wa kuijenga Tanzania ya viwanda kwa kuanzisha na kuendeleza kongani za viwanda katika kila wilaya. Sambamba na hilo, tutafufua viwanda vilivyobinafsishwa lakini havijaendelezwa, ikiwemo kiwanda cha chai kule Korogwe. Lakini pia nimefurahi kuona kiwanda cha Foma nacho kimefufuliwa. Lakini vile vile kiwanda cha saruji kimeongezewa uwezo wa uzalishaji. Sasa Tanga inaleta saruji nyingi kuliko ilivyokuwa kabla. Vile vile kuna kiwanda kipya kimeingia, kiwanda cha kufunga magari ya ambulance, assembling ya ambulance kinakuja kinaingia hapa Tanga, na vivyo hivyo tutaendelea kuvuta wawekezaji
ili wawekeze kwenye maeneo ya viwanda hapa Tanga. Wito wangu kwa Wanatanga, kwa yale maeneo ambayo hayatumiki lakini yako mikononi kwa watu, hayatumiki, fanywe hima kurudishwa ili wanaokuja kutaka kuweka viwanda wakute maeneo yapo tayari. Ndugu wananchi, pande mwingine, ili kukuza ajira za vijana, serikali imekuja na mpango wa Jenga Kesho Iliyo Bora, ambayo inaingia kwenye maeneo ya kilimo, maeneo ya madini, maeneo ya uvuvi. Kote huko kuna kesho iliyo bora kwa vijana. Sasa kwa hapa Tanga tunakuja kwenye maeneo ya kilimo na maeneo ya madini. Kwenye sekta ya madini tumeanzisha masoko 4 ya dhahabu na vito, hatua inayowavutia wawekezaji, lakini pia wachimbaji wadogo waweze kuchimba kwa kiasi kikubwa. Na kwa kweli hapa Tanga tumetoa leseni kwenye maeneo ya Ilozo, Kimang'a, Kipumbwi, Mikunguni, Mwera, Tungamaa na Bweni. Tumewapa leseni wachimbaji wadogo na upelekaji wao wa dhahabu kwenye masoko umeongezeka kwa kiasi kikubwa. Kwa hiyo tutaendelea kuweka nguvu hapo na kupima maeneo mengine ili vijana wetu waingie kwenye uchimbaji, wajiajiri, waajiriwe. Kila mmoja ana ndoto ila kuna nyingi changamoto. Utakuta kwanza mambo ya fedha sio kitoto, mambo mengi kauja na maji ya moto. Zilizogo juu ya zogo, mastori ya ukuaji wa mkwanja, matayari ka kijanja, kutoka kila kona kila kiwanja. Sote tunakutana hapa na maisha yaendelee. Lakini maeneo mengine ni kilimo. Maeneo mengine ni maeneo ya kilimo, na kwa hapa Tanga tutaanza na maeneo ya Mseko, Kipumbwi na Kiguru Msimba, ambako maeneo tayari yalishatengwa. Tutafanya mashamba makubwa ya umwagiliaji maji kwa ajili ya vijana wetu. Katika hatua nyingine, kule Pangani tuna mradi mkubwa wa bonde la Pangani. Tunakwenda kutengeneza skimu kubwa ya umwagiliaji maji ambayo itatoa shamba kubwa la miwa na kujenga kiwanda cha sukari kule Pangani ambacho kitazalisha sukari ile ya brown, na kiwanda chengine kitajengwa bandarini hapa Tanga kwa ajili ya kuzalisha sukari ya viwanda ile nyeupe. Kwa hiyo Wanatanga, tukae mkao wa kula. Lakini lile bonde la Pangani pia tunatarajia wananchi 20,000 watafaidika na kilimo kutokana na mradi huo, kilimo cha umwagiliaji maji. Ndugu zangu, aidha ndani ya mkoa wa Tanga tumejenga jengo la kitega uchumi la shilingi bilioni 8.7 ili kujibu mahitaji ya wafanyabiashara, na tunajenga soko la kisasa la wafanyabiashara wadogo, yani machinga. Tabeba wafanyabiashara 1400. Tunalijenga kwa shilingi bilioni 1 na milioni 900. Machinga oye! Mama lishe oye! Wafanya biashara ndogo ndogo safi. Vile vile tutazidi kuwajengea uwezo wavuvi wetu ili wafanye uvuvi. Tanga oye! Aya, tutawajengea uwezo wa wavuvi wetu ili wafanye sio uvivu, wafanye uvuvi wa kisasa kwa kuwapatia nyenzo na kujenga miundombinu wezeshi, ikiwemo kujenga soko la samaki la kimataifa katika kata ya Kipumbwi pale Pangani. CCM oye! Lakini Pangani huko kipindi kilichopita tulitoa boti 15 za kuvua kwenda mbali nje ya bahari kubwa, lakini pia tulitoa vifaa vya bilioni 1.6
ambao sasa uvuvi Pangani umekuwa na tunakwenda kuwakuza zaidi. Ndugu wananchi, ili maendeleo yaweze kupatikana zaidi na zaidi, ni vyema na ni vizuri na ni muhimu kuongeza huduma kwenye ustawi wa jamii. Tunaposema ustawi wa jamii, jambo la kwanza ni afya ya mtu. Sasa kwenye sekta ya afya ndani ya mkoa huu tumewekeza hospitali za wilaya, karibu wilaya zote zina hospitali. Lakini tumejenga vituo vya afya vingi na zahanati nyingi. Tunapoendelea mbele na mkitupa ridhaa, na kwenda kuhimiza ujenzi wa viwanda vya dawa na vifaa tiba nchini ili vipatikane kwa gharama nafuu. Pamoja na hayo, jengine tutakalolifanya ni bima ya afya, ambayo ndani ya siku 100 za uongozi mkitupa ridhaa, tutaanza kwa majaribio bima ya afya kwa watu wote, na baadaye tutaisambaza au tutaitanua nchi nzima. Kama mlivyosikia wakati nafungua kampeni, nilisema kuna makundi niliyoyataja kwamba serikali itabeba mzigo wa matibabu kwa makundi hayo, lakini waliobakia watatibiwa kwa bima yao ya afya. Lakini la pili, nilisema kwamba kuanzia tukimaliza tu uchaguzi au kuanzia siku ile niliyotoa tamko, mambo ya kuzuia maiti kwa sababu haijalipiwa gharama za matibabu hakuna. Na hili suala la bima ya afya litakwenda kuondosha hiyo. Kila mtu, asante vijana, kila mtu, CCM oye! Haya, tusikilizane vijana, ili muhimu mlielewe. Kila mtu, kila Mtanzania akiwa na bima yake ya afya, masuala ya kuzuiliana maiti hayatakuwepo, kwa sababu bima ndiyo itakayolipa gharama aliyotibiwa yule mtu. Amepona, ametangulia mbele za haki, bima italipa gharama zile. Kwa hiyo niwaombe wote, tutakapoanza suala la bima ya afya, wote tuwe na bima zetu za afya. Hujui lini unaondoka, hujui lini unaishi. Sije ukaondoka ukawaachia ndugu zako kizaazaa, wanalia wamekukosa, wanalia na bili la hospitali linawasubiri. Hapana, kila mmoja awe na bima yake ili tuondokane na kadhia hiyo. Kwenye elimu, ndugu zangu, tutaendelea na sera yetu ya elimu bila malipo. Ingawa serikali inalipa, lakini kwa Watanzania ni elimu bila malipo. Lakini tutaendelea na kuwekeza miundombinu ya elimu ngazi zote, msingi, sekondari, vyuo, VETA, ngazi zote. Tutaendelea mpaka kila Mtanzania awe na fursa ya kupata elimu kwa kiwango anachoweza, kila Mtanzania bila visingizio. Lakini tutaendelea pia utekelezaji wa miradi mbalimbali ya maji. Kwenye maji kazi kubwa imefanyika kwa mkoa huu wa Tanga, lakini na kitaifa, ila bado hatujamaliza kabisa. Lengo letu ni kila Mtanzania apate maji safi na salama. Kwa hiyo kazi inaendelea. Kwenye umeme, ndugu zangu, mbali ya umeme mkubwa tunaotumia viwandani, lakini lengo letu ni kila Mtanzania kutumia nishati safi. Na nishati safi ni umeme unaotokana na maji, unaotokana na upepo, unaotokana na gesi, unaotokana na jua, unaotokana na joto ardhi. Mote humo tuna miradi ya kuzalisha umeme, na umeme huo ndio tunaokusanya pale Chalinze na maeneo mengine na kugawa kwa watu. Kwa lengo letu kila Mtanzania atumie umeme. Na katika kufanya kila Mtanzania atumie umeme, tumetoa ofa maalum, bei maalum kwa watu wa vijijini kuunga umeme ili kuwapa nguvu ya kutumia nishati safi. Watu wa vijijini wanaunga umeme kwa 27,000 shilingi tu. Lakini ukichukua gharama kamili ya kuunga umeme kule
ni zaidi ya 400,000, lakini tunamtaka mtu wa kijijini atoe 27,000. Kile cha juu ni ruzuku ambayo serikali wanatoa ili watu wa vijijini waunge umeme kwa wingi na watumie umeme kwa wingi. Lengo ni kukuza matumizi ya nishati safi. Ndugu zangu, pamoja na hayo niliyoyasema, natambua kuna mambo machache bado ya kuyashughulikia. La kwanza ni migogoro ya ardhi. Wakati tulipotoa huduma ya msaada wa kisheria kupitia kampeni ya msaada wa kisheria ile ya Mama Samia Legal Aid Campaign, tuliona malalamiko mengi yalikuwa ni migogoro ya ardhi baina watu na watu, labda wilaya na wilaya, vijiji na vijiji, labda wakulima na hifadhi, mambo kama hayo. Kwa hiyo ahadi yetu kwenu ni kuzifanyia kazi kero zote zilizobainika na tupunguze kwa kiasi kikubwa swala la migogoro ya ardhi. Ninafahamu pia kuna changamoto ya wanyama waharibifu kuvamia makazi na watu na hata kudhuru wananchi. Hili lipo kwenye wilaya mbalimbali ikiwemo Korogwe, Lushoto na Mkinga. Jambo hili litashughulikiwa kwa umakhsusi wake. Nataka niwape habari njema, habari ya faraja, kwamba tumejipanga kujenga vituo maeneo mbalimbali na kuweka askari wa doria ambao watakuwa wanawadhibiti wanyama hawa. Lakini jengine ni kununua ndege nyuki, kununua drones zile zitakazokuwa zinawakimbiza hawa wanyama. Na kwa Tanga tumeanza jana pale Korogwe, tumekabidhi vifaa na tumekabidhi ndege nyuki ili kufukuza wanyama wale. Kwa hiyo tumeanza Korogwe, tutakwenda maeneo mengine ya Tanga. Ndugu zangu wananchi, serikali imefanya uwekezaji mkubwa kwenye mashirika na taasisi za umma. Nimekuwa nasisitiza maboresho katika uendeshaji wa mashirika ya umma, tukiyataka yaweze kujitegemea na kuchangia gawio kwa serikali. Watapojitegemea na kuchangia gawio kwa serikali, ni kupunguza mzigo kwa serikali wa mambo mengine yafanywe na fedha zinazoingizwa na mashirika yetu. Hapa Tanga inafurahisha kuona kwamba mamlaka ya maji safi Tanga UWASA ni mamlaka ya kwanza kufanikiwa kusajili hati fungani ya kijani. Hati fungani ambayo ilichangiwa na wengi, nami pia nilichangia. Hatua hii muhimu itarahisisha upatikanaji wa fedha za miradi ya maji na kutekeleza miradi ya maji maeneo mbalimbali. Lakini si tu kujenga miradi ya maji, hata kufanya matunzo ya miradi ambayo tayari imeshajengwa. Fedha itakwenda kudhibiti na kuhakikisha maji yanapatikana, maneno ya vijana 24/7 mwaka mzima. Hakuna kukatika kwa maji, hakuna kuharibika kwa nini. Lakini jengine ni kwamba fedha ile ya matunzo ya miradi ya maji ambayo ingetoka serikalini kuja kwenu, Tanga UWASA wametusaidia. Sasa fedha ile ambayo ilikuwa ije huku inakwenda kwenye miradi mingine, elimu, afya na mambo mengine kama hayo. Kwa Tanga UWASA hongereni sana, kwa Watanga hongereni sana. Tanga oye! Tanga safi! Sasa baada ya kusema hayo na mengine ambayo sikuyasema, lakini ni mengi yaliyofanyika Tanga, sasa ni wakati wa kuwaomba ile ridhaa, mtuchague, mtupe kazi, tukafanye kazi, tujenge utu wa Mtanzania, tujenge utu wa Mwanatanga. Kwa sababu ukiimarisha huduma ya maji, huduma ya afya, huduma ya elimu, huduma ya umeme,
unaimarisha. Wewe ni mfanyabiashara? Kama jibu ni ndio, basi habari njema ni hii. Unahitaji biashara yako ionekane na maelfu ya watu kila siku? Na je, unahitaji njia rahisi ya kuongeza wateja kwa haraka? Bongo Sauce tupo kwa ajili yako. Tunakupa nafasi ya kipekee ya kutangaza biashara yako na bidhaa nyingine mbalimbali kwenye mitandao yetu ya kijamii yenye wafuasi wengi na ushawishi mkubwa mtandaoni. Kupitia Bongo Sauce, fikia wateja wengi mtandaoni. Tangaza nasi kwa bei nafuu na matokeo utayaona kwa haraka. Wewe mfanyabiashara, pata nafasi ya kuonekana na kufahamika zaidi na biashara yako kukua na kupata wateja wengi mtandaoni. Jiunge na familia ya Bongo Sauce leo na uongeze wateja wengi kwenye biashara yako. Wasiliana nasi kwa namba ya simu 0747692064. Barua pepe alphatizben@gmail.com. Bongo Sauce, sisi ndio wakombozi wa biashara yako. Karibu tukuhudumie na tukuongezee wateja rukuki.